Tafundisha mchana ili somo. Wewe mwenyewe una uwezo wa kumwambia baba yako na ukapona. Mungu akusema hivi, nimemuumba Peter kwa mfano wangu, alafu wewe mfano wa Peter. Usichangane hivyo vitu. Shetani anataka kuwa kama Mungu wakati wewe umeumbwa kama Mungu. Lakini tatizo limetokea wapi? Ndio maana nimeanzia hapa ili twende sawa. Kwa nini leo sisi binadamu hatupo kama Mungu alivyotaka tuwe? Kwa nini leo sisi hatuko kama yeye? Tumekuwa watu wa kuendeshwa na sio wa kujiendesha. Ni kwa sababu kuna kitu cha msingi kilichokosewa ambacho natamani wewe na mimi tusikikosee. Kama umenielewa mpaka hapo nilipofikia, nipungie mkono. Mungu akubariki. Kusema ukweli, kwa mambo yote hakuna kitu ambacho nakitii kama neno la Mungu. Baki neno la Mungu ndilo limenifanya mimi niwe hai, na neno la Mungu ndilo limenifanya mimi niwe na uzima. Ile inatafasiriwa, na ndio maana tunakwenda kwa ajili ya kutafasiriwa ile maneno ya Biblia. Kwa hiyo nipende tu kukusihi ndugu mwenzangu ambaye unanitazama, wanasema Mungu kwanza, mengine baadaye. Kwa sababu Mungu ndiye anayekuamsha usiku, Mungu ndiye anayekufanya uishi, Mungu ndiye anayekubariki. Kwa hiyo mimi nipende kwa kweli na mshukuru. Kama unakumbuka kuna somo aliloligusia Pastor Peter kwamba Yesu na yeye ana balee. Hata Yesu alikuwa ni mwanadamu 100%, alafu pia kingine alikuwa ni Mungu 100%. Kwa hiyo alipokuwa anagusia kwamba Yesu na yeye alibalee, hapo kinanifundisha kitu kwamba kumbe kwenye kubalee hapo tunahitaji ni karibisha Roho Mtakatifu. Yaani sehemu popote ulipo, yani ninafurahi sana kama utakapoungana na mimi. Maana maisha yangu ni kama ya kwako. Ujumbe huu uliokufikia ni Mungu kaamua kufikie, na ili utambue kwamba kumbe kuna Mungu ndani yetu anaishi na sisi. Kama umenielewa, ninaomba tumecomment. Unaweza ukasema kwamba ni namna gani ambacho Pastor Peter anatufundisha, unamuelewa kwa namna gani, na pia unasihi kabisa ili endelee kuhubiri na maisha yaendelee kwake, Mungu amjalie watoto wake nini kila namna. Kwa mimi nafurahi sana kama utamfuatilia, basi niseme tu kwamba hivi ongela kwa sababu unabarikiwa sana kwa kupata ujumbe kama huo. Kwa hiyo nashukuru kwa kutufuatilia. Asante.